Kwa mujibu wa sheria ya ndoa ya mwaka 1971, katika dhana nzima ya mara tu baada ya watu wawili kushindwana na kuamua kupelekana mahakamani kwa ajili ya talaka, mgawanyo wa mali, pengine na machuzi ya watoto kama wanao, basi mahakama inapofikia kwenye kipengele cha kugawana mali, wanagawa mali kwa kila mmoja kutokana na mchango wa kila mmoja wa mali husika. Ndio maana utaona mmoja anachukua 60%, mwingine 40%, au mwingine anachukua 70%, mwingine anachukua 30%. Hizi asilimia maana yake ni baada ya mahakama kujiridhisha pasina shaka kutokana na maelezo ya kila mmoja kuhusu mali husika. Kwa hiyo mahakama inagawa kutokana na mchango wa kila mmoja uliotumika kwenye mali husika. Kwa mfano, wanandoa hawa katika ndoa yao muda wote walifanikiwa kupata mali ambayo ni nyumba. Wanapoamua kuachana na kugawana mali, kila mmoja atazungumza mchango wake kwenye ujenzi au upatikanaji wa nyumba husika. Hapo ndipo mahakama inafanya maamuzi. Wewe asilimia fulani, wewe asilimia fulani. Lakini kwenye dhana hii tunapokwenda kuhama kuizungumzia katika mustakabali mzima wa mirathi, ndipo changamoto inapoanzia. Hususan anapofariki mwanamume. Kwa nini changamoto inaanzia hapa? Wakati wa mgawanyo wa mali, mwanamke na mwanamume wanakuwa mahakamani na kila mmoja anapata fursa ya kujielezea. Lakini wakati wa mirathi, nimesema hususan anapofariki mwanamume, ina maana ndugu na mjane ndio wanakwenda kujadili dhana nzima ya mirathi. Na hapo ndipo wajane wengi wanapata changamoto, wanatoa machozi. Na ndio mada yangu itajikita hapo. Changamoto zinazo wakabili wajane. Tumzungumzie mjane ambaye ameachwa na mume wake, ameacha mali na walifanikiwa kupata mtoto. Wakati mjane huyu akiwa na tafakari, yeye na mwanae, wanaibuka watu, wanaibuka ndugu na kumtambulisha watoto wengine ambao marehemu mume wake alizaa. Alipata hawa watoto, alifanikiwa kuwa na mahusiano na mwanamke mwingine, wakapatikana hawa watoto. Wanaweza kuwa wawili, wanaweza kuwa watatu, anaweza kuwa mmoja. Utamu uko hapa. Kwenye sheria ya mirathi, kila mtoto ana haki ya kurithi aidha kwa baba yake au mama yake. Kwa hiyo kwenye mchakato huu sasa, huyu mjane anajikuta anaambiwa kwamba kwa mchakato huu warithi halali wa marehemu mume wako ni wewe mjane, huyu mwanao mtoto wa marehemu, na hawa waliokuja ambao na wao ni watoto wa marehemu. Ndipo mgogoro unapoanzia. Lakini mgogoro huu ni matokeo ya wawili hawa kutokujiandaa, kutokuwa wazi kwenye mahusiano, hususan wanaume. Kwa sababu mwanamke hawezi kuhisi kwamba mume wangu amezaa, isipokuwa wewe baba ndio unatakiwa umwambie mke wako una watoto sehemu fulani. Nini kinatokea? Kiko hivi. Baada ya mchakato wa mirathi kuisha, ikatokea pengine marehemu ameacha kajumba haka kamoja, achana na mamali mengi. Nataka nikupe mfano mzuri tu. Kajumba haka kamoja. Ina maana hiyo nyumba ni mali ya huyu mjane ambaye ni mke wa marehemu, ni mali ya huyu mtoto wa huyu mjane mke wa marehemu, na wale watoto wengine ambao huyu baba aliwazaa nje ya ndoa. Kwa kama walikuwa watatu, kwa hapo warithi halali wa marehemu ni watu wangapi? Watano. Wanne mimi. Wale watatu, mjane wanne na mtoto watano. Hawa wote kisheria, kwa mujibu wa sheria ya mirathi, ni warithi halali
wa marehemu. Hebu pata picha. Huyu mjane ni mama wa miaka 69, 70, 75. Hiyo nyumba ndio nyumba ambayo yeye na mume wake walipambana. Huyu akipata kidogo inaingia kwenye ujenzi, huyu akipata kidogo inaingia kwenye ujenzi. Tena pengine ya baba nyingi ilikuwa inakwenda kule kwa hiyo mwanamke ambaye alizaa naye watoto kwa siri. Kwa hiyo kumbe kuna nguvu kubwa pengine huyu mama aliingiza kwenye harakati zote za ujenzi wa hii nyumba. Kama ingekuwa ni mgawanyo wa mali, talaka, wote wawili wangepata fursa ya kuzungumza. Lakini kwa kuwa ni mirathi, kumbuka marehemu mzee amefariki, hao watoto na wao wanataka sehemu ya mali ya marehemu baba yao. Ndipo mjane anapoanza kupata machungu. Na pengine nyumba inatakiwa iuzwe, ina mgogoro, kwa sababu mgogoro huu ni mrefu, wajukuu wataurithi, wote watasema wana haki. Kwa hiyo wakati mwingine basi ili kila mtu aridhike apate chake, basi nyumba iuzwe, tugawane. Mjane atakwenda wapi? Kumbuka namzungumzia mjane huyu ambaye ametumia nguvu kubwa kwenye ujenzi wa ile nyumba, ambayo kama ingekuwa ni talaka na mgawanyo wa mali, basi yeye angepata 70 na mume wake angepata 30. Lakini leo kipande cha 100% kinagawanywa mara 5. Hata kama ingekuwa ni sawa kwa sawa, ina maana angechukua 20. Wakati yake ilikuwa ni 70. Nini wito wangu sasa? Mimi nikiwa kama msaidizi wa kisheria, wito wangu ni kwamba mosi, wanaume tujaribu kuwa wawazi kwa wake zetu kwenye mali tunazozichuma. Hiyo moja. 2, wanaume tuwe wawazi kama tupo kwenye ndoa na tumepata mpango wa kupata mtu mwingine na umepata naye watoto, watambulishe kwa mke wako. Usione aibu. Lakini kabla sijaifuta hiyo, mama, kubali kuwapokea hao watoto, kwa sababu hofu ya wanaume kuwatambulisha watoto ni je, mama utawakubali? Kwa hiyo mtusaidie kwenye hilo kina mama. Lakini namba 3, wakati wa mchakato mzima wa kupata mali, lazima muwe na kumbukumbu nzuri za jinsi gani michango au mchango wa kila mmoja umehusika kwenye upatikanaji wa mali husika. Hii itakwenda kutuepusha baadaye kwenda kuhangaika kufoji nyaraka ili ionekane mali fulani ni ya kwako wakati mwenzako ameshafariki, ambalo hili nalo ni kosa lingine, kufoji nyaraka.